ambapo unaweza kusema kwa mwalimu anashindwa kuwatengenezea wachezaji ambao wanacheza kwa shinikizo, kwa sababu kuirahisisha mechi wapi wale ambao tayari wameshazoea haya mashinikizo wamalize mechi baadaye ndio hiyo option kwa wachezaji wengine. Top scorer Simba msimu uliopita alikuwa nani? Mfungaji bora sio mwalimu, ni Eli Mpanzu mwalimu ni Eli Mpanzu na assist pia alikuwa nazo. Labda kama una combine ndio ilikuwa Eli. Ila alikuwa Sele alikuwa na goli 9. Alikuwa na goli 9 ya kwenye ligi kuu. Kwa magoli pekee. Ila kama unaweka GNA ndio Eli alikuwa ndo maana nasema Simba kwa msimu huu wana mtu ambaye ni clinical. Kwa maana nafasi zinapotengenezwa kwamba target man wetu ni yule, au ukiacha of course kwa hiki kikosi wana mchezaji ambaye unasema huyu katika nafasi 3 anatupia 2 au anatupia zote. Yes, ambaye ni kwa kitakwimu msimu huu umeanza kwa dakika alizocheza Mpanzu katupia goli ngapi? Mpanzu ana goli 1 sasa hivi kwenye ligi na ameanza mchezo mmoja. Kwa hiyo takwimu ukiangalia kwenye michezo mingapi? Kwenye huu ni wa 4. Umeona? Sasa ndio maana nasema kwamba problem iko moja. Mimi namtoa mwalimu. Of course tumtoe mwalimu. Kocha mimi namtoa. Mimi nitamweka namwacha mwalimu hapo. Kwa sababu gani? Yeye by the way ndio yuko na wachezaji kwenye uwanja wa mazoezi. Nitamlaumu kocha kwa sababu tayari alishapata timu yake ya ushindi tangu msimu uliopita. Ambayo kwenye front line alikuwa na winga Libase, winga Oura, Eli Mpanzu ambaye tayari walisha click. Lakini kwa bahati mbaya hata msimu wakati unaanza ni kama imani ya kocha kwa Mpanzu sijui ni haba, alichelewa kufika kambini kwa ile season. Okay, juzi alianza. Ndio. Yaani hakuna excuse kwa nini leo hajaanza. Ndio maana nasema kama nafasi inatengenezwa. Mwalimu inabidi tumuulize, yani inakuwaje kwa mimi siku sio dhambi kuanza. Yaani mwisho siku sio dhambi kufanya rotation ya kikosi. Akirudi katika chumba cha uchambuzi na kuangalia mapungufu yalikuwa wapi, atapata solution ya mechi inayofuata. Sio maneno. Mimi kusema muda upo msimu wa ligi kuna possibility kubwa ukamuliwa kwa mabao, idadi ya mabao hapo baadaye ikawa ndio msaada mkubwa kwenye kuamua yupi atakuwa championi for sure. Lakini hapo anashinda 4 au anashinda 1 au anashinda 2 mtihani huo. Sure. Na mimi nimwambia Steve Becker kwamba anakumbatia moto katika klabu ya Simba. Nianze na kauli hii kwa sababu kama tayari ulikuwa na winning team ipo tangu msimu uliopita, kwa nini unajaribu vitu ambavyo vinaweza kukucost? Kwa mfano hii mechi ya leo ikaisha labda suluhu ya kuto kufungana, ingekuwa imeisha hivyo, kocha ambaye angekuwa yupo kwenye pressure ni yeye. Na kwa nini uache mazingira mpaka yafikie kwenye level hiyo ndio utake kuanza kufanya vitu ambavyo ulipaswa kufanya kabla hujavifanya? Kwa kwangu mimi namwambia kwanza kabisa anakumbatia moto katika klabu ya Simba. Akiendelea kufanya haya majaribio atakuwa anawaweka viongozi wa Simba katika mazingira magumu, kwa sababu wao wameaminiwa na hawawezi kuingilia mchakato wako kama kocha. Basi fanya vitu ambavyo vinaweza kuleta tija moja kwa moja kwenye timu. Kama una winning team yako ina Mpanzu, Libasege, Anicet Oura, anza nayo, pata magoli 2, pata magoli 3, watoe, ingiza wachezaji ambao unataka kurotate ili waweze kupata hiyo momentum. Lakini cha pili, uwezi kushinda ubingwa kwa kutengeza nafasi nyingi na kukosa. Unashinda ubingwa kwa kutengeza nafasi na kuzitumia nafasi ili uweze kushinda mechi. Sasa kama unatengeneza nafasi 20, unafunga nafasi 1, unakutana na timu ambayo inaweza kujizuia vizuri alafu ikakufunga wewe goli 2, hilo ni tatizo kwa timu ya Simba. Kwa hiyo mimi naweza nikaweka tu kauli 2. Steve Becker anakumbatia moto katika klabu ya Simba. Ubingwa huwezi kushinda kwa kutengeneza nafasi nyingi alafu unakosa hizo nafasi. Inafikirisha na inatuletea mjadala mwingine. Kama mechi ya 4 hii tunaamini kwamba wasipokuwepo wachezaji fulani kwenye klabu ya Simba, basi flow ya timu inaharibika, timu haiwezi kupata ushindi. Inafikirisha. Ina maana tunarudi kwenye kikosi cha Simba na kutazama kwa mapana. Ndio. Yaani kama milio inaanza kutoka hivi na hapo imefanyika rotation ya wachezaji 3. Ina maana turudi tuitazame Simba kwa mapana yake. Je, wana kikosi imilivu shindani cha kwenda michezo 30 ya ligi
michezo kadhaa ya Champions League, michezo kadhaa ya CRB Federation Cup na kuweza kupata walau vikombe viwili msimu huu. Mimi naamini wana kikosi, lakini kuna namna ya kuliendea jambo. Yaani mimi naamini kikosi Simba wanacho. Tena wana wachezaji wengi sana. Tena wachezaji mmoja. Simba na wachezaji wengi ambao ni bora. Lakini nafikiri pia kukosekana kwa uwiano wa kila position, kwa sababu unakuta Simba ina mawinga wengi kwenye position moja. Yaani ambao wanashabihiana zile character. Lakini pia kwa nini nimekuuliza hivi? Kwa sababu ukiangalia zipo baadhi ya mechi za Simba, kuna moments ambazo unasema why national chase big time. Sahi. Kwa nini au Ismail Mgunda asicheze? Au Simba wana kikosi cha wachezaji 22 cha kushindana? Kipo ndio. Ayubu, unasemaje? Yes, wana kikosi ambacho wanaweza wakashindana kwenye mashindano tofauti, lakini tu honestly, kwa maana ya honestly speaking, hebu angalie benchi la wachezaji wa akiba la Simba. Kwa mfano leo ulikuwa una Ansat Ora bench. Yes. Ndio. Una Mpanzu bench. Una Inos Loemba bench. Kaka, hii unataka nini wewe hapo? Jumlisha wale 11. Jabal hayupo kabisa kwenye mpango. Jabal hayupo. Jumlisha wale 11. 11. Yes. Kuna watu wewe una Libase, una Kwa mantiki yangu mimi ni kwamba, yani kwa mantiki yangu narudi kwenye mantiki. Kwamba why milio? Ndo kocha sasa. Mimi naamini wakati mwalimu unaweza ukawa na kikosi bora ukashindwa kumanage. Mimi na ukishindwa anakuja mwingine shehe. Na ni hicho Kampista, ni team management, kwa sababu kuna wakati sahihi wa kuleta mabadiliko kwenye kikosi ama kwenye timu ambayo ni bora, na kuna wakati ambao sio sahihi. Kwa maana ya kwamba kila timu walioanza leo kwanza wawili ni new transfers kwa Simba. Ni wachezaji wapya ndani ya Simba. Ni wachezaji ambao bado wanahitaji kukanyaga mguu kuweza kuifahamu ama unajua kuzoea mazingira ya kuichezea Simba kwa mafanikio. Dumbia pamoja na Keleso bado wapo kwenye mawazo mawili. Cha kwanza, wa produce numbers kwa ajili ya mafanikio yao binafsi, kwa ajili ya timu, lakini pia kuna wazo la wao kuwafurahisha mashabiki ambao kila wakati wanapiga kelele wakihitaji kuona ubora wao ama kuona investment ambayo imefanyika ikilipa kiwanjani. Sasa kwenye mazingira hayo unahitaji pia kupatia alama 3 kiwanjani. Ni kama unawasukuma kwenye eneo ama kwenye tanuri la pressure kubwa sana. Wakati ungeliweza kuanza na watu ambao tayari ni established kwenye kikosi, kwa maana ya Anse pamoja na Mpanzu, wakakupa matokeo kwanza, alafu baada ya hapo sasa ndio ukaanza kufanya vitu tofauti. Utachukulia mfano Young Africans. Kwa mfano Yanga wamekwenda kwenye msimu mpya, wale starting wingers wote wa msimu jana wakiwa hawapo ama kwa excuse tofauti. Pakome kwa sababu ya majeraha. Alan Okello kwa sababu ameuzwa. Kwa hiyo hakuna option, lazima uanze na watu wapya. For sure. Kuanza na watu wapya manake hata wale wanaoanza wanajua kabisa kwamba mimi napaswa kuanza kwa sababu hakuna mtu mwingine wa kuanza badala yangu. Moja kwa moja. Zakwani anajua hivyo, Kangwanda anajua hivyo. Lakini Keleso anajua mimi nisipoanza ama mimi naanza kwa sababu amepumzishwa mtu fulani. Kwa hiyo ile anaongeza pia mzigo wa ziada. Lakini pia Mpanzu, Dumbia anajua mimi kuanza ni kwa sababu Mpanzu unajua amepumzishwa. Kwa hiyo mimi sio starting striker. Kwa hiyo mwisho wa siku inaongeza mzigo wa pressure kwa hao wachezaji kuperform katika mazingira kwa namna tofauti, na mwisho wa siku inawanyima uhuru wa wao kurejesha kile ambacho utatarajia. Lakini kama unataka kuwafanya hawa watu wawili sasa wapya waingie kwenye timu na wakupe ubora ambao unauhitaji na ambao umewasajili ukiamini wanao, lazima walete taratibu kwenye mchezo. Kwa maana kwamba anza na timu bora, pata matokeo. Pressure imeshaondoka kwenye mchezo. Keleso kamaliza dakika 20 zilizobaki, Dumbia kamaliza dakika 20 zilizobaki. Lakini hapo tayari una hakika alama 3 ninazo kwenye begi na nimefunga magoli ya kutosha. Kwa kifupi ni kwamba huwezi kuwafurahisha, huwezi kumfurahisha kila mtu. Na for sure. Na lazima kocha awe katili. Lazima kocha awe katili. Kocha unafikiri kwa nini Arteta anaondoa Martinelli? Of course. Lazima kocha yote lazima uwe riski taker. Na hiyo ni faida timu. Unaweza usione leo. Lakini confidence ya Keleso kuanza, ya Dumbia kuanza, ni tafsiri kwamba tunaweza tukatengeneza hizi silaha zote zikatengamaa mbele ya safari. Safari ndefu. Safari hii ni ndefu. Ndio. Sasa kama safari ndefu, alafu on board una watu wachache, ilhali mbeleni kuna mapumziko, kuna wengine watachoka, watahitaji kupumzika. Sawa. Lazima utengeneze mazingira ya kwamba kila mmoja safari hii inamuhusu. Na ndio maana
kama angekuwa amebadilisha kikosi wachezaji 7 mpaka 8, binafsi ningesema okay, mwalimu kwa hii michezo minne, lakini wachezaji 3 tena mmoja anarejea kwenye kikosi baada ya utumishi wa kadi jekundu. Kwangu